السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahu Allah Ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba jumuiya yetu inatakiwa isitegemee maneno tu, kwa sababu hii si lengo la jumuiya yetu. Kutakasa nafsi na kurekebisha hili ni muhimu. Kwa ajili yake Mwenyezi Mungu amenituma. Halifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salam anataka kwamba katika jumuiya mabadiliko yapatikane. Aliposema kwamba tusitegemee maneno tu, maana yake ni hii kwamba tusitegemee tunayosema tu, na isitoke hivi kwamba mnapoona faida na masilahi ya nafsi kule mubadilishe maneno yenu, na kule msiweze kutanguliza hulka njema, bali imani na kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kutakasa nafsi, hii inatakiwa iwe mwenendo wa maisha yetu. Hali hii itakapopatikana, ndipo tutatimiza haki ya kufanya baiyati yake. Na kwa ajili ya lengo hili Mwenyezi Mungu alimtuma. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa kwamba kwa ajili ya kutekeleza haki ya baiyati yake, tunatakiwa tuendelee kuzingatia amri za Mwenyezi Mungu na tuendelee kufuata amri zote za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tunatakiwa tukumbuke daima dawamu kwamba ridhaa ya Mwenyezi Mungu iwe lengo letu. Katika hutuba ya Jumaa nilisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema, ikiwa mnataka kushuhudia kupokelewa kwa maombi yenu, basi kwa ajili yake hii fastajibu li, mufuate amri zangu zote. Na kukubali amri za Mwenyezi Mungu maana yake ni nini? Maana yake ni hii kwamba kwa kutumia uwezo wote amri za Mwenyezi Mungu zifuatwe, na maisha yetu yawe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Basi katika mazingira ya Ramadhan tunatakiwa tuchunguze hali yetu kwamba kiasi gani tunafuata amri za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Ikiwa hali hii haipatikani, basi
tutasema tu kwamba tunakubali amri za Mwenyezi Mungu ila hali hatufuati amri chungu mzima zimetolewa katika Qur'ani tukufu, na tunatakiwa tuendelee kuzingatia amri hizi zote ili tuendelee kuzingatia kurekebisha hali ya nafsi zetu. Hazur anasema kwamba sasa hivi mimi nitaeleza baadhi za amri za Mwenyezi Mungu zilizoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Amri hizi ikiwa zinarekebisha nafsi zetu, vile vile amri hizi zinaleta amani na upendo katika jamii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani tukufu, wa ibadu rahmanil lazina yamshuna ala al-arzi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Yani na watumishi wa Rahmani ni wale wanaotembea ardhini kwa unyenyekevu na wao hawafanyi kibri, na wajinga wakisema nao husema amani, na wao hawapigani bali wanasema kwamba sisi tunafanya dua ya amani kwa ajili yenu. Basi kwa ufupi, mafundisho ya mapinduzi yameelezwa ndani ya aya hii iliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maswahaba walileta mapinduzi haya ndani ya nafsi zao. Wakati Mtume sallallahu alipokuja, dunia ilikuwa gizani na ilikamatwa na shetani. Kibri na majivuno na fitina na ufisadi ulileta dunia karibu na shimo la maangamio. Wakati ule mwanadamu alifundishwa hulka njema, unyenyekevu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si hii tu kwamba alifundisha darsa hii, bali walipatikana watu ambao walikuwa picha halisi ya aya hii, na hii ndio ni hali ya dunia siku hizi. Na katika dhama hii pia Mwenyezi Mungu alimtuma mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alimtuma kwa ajili ya kutengeneza jumuiya ya watu wa aina hii. Basi wale wanaojinasibisha na jumuiya yake wanatakiwa wazingatie lengo hili na hali hii. Kuhusu ibadu rahman, kama iliyoelezwa kwamba yamshuna ala laze haonan, yani wanatembea ardhini kwa unyenyekevu, kwa amani na bila kuwa na kibri na majivuno. Basi mtumishi wa Mwenyezi Mungu anatakiwa azingatie kitu hiki, kwamba yeye awe mnyenyekevu, heshima ipatikane ndani yake, na yeye asiwe na kibri hata kidogo. Hali hii itakapopatikana, kisha watu wa aina hii watasambaza mapenzi na upendo katika jamii, na watakuwa dhamana ya amani ya jamii. Heshima yao hii na unyenyekevu, hata kama watu wanataka kuleta vurugu kwa sababu ya hali yao hii, lakini wao wanasema kwamba amani, yani nyinyi mnataka kupigana nasi, lakini sisi badala ya kupigana nyanyi tuna waombeni dua ya amani na usalama. Na hasusan wakati mtu anapokuwa na nguvu na uwezo, na kisha kwa kuwa na hali anakuwa na tabia ya aina hii, basi hii ni hulka ambayo inamfanya mtu kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Yani hulka hii
wakati mtu anafuata kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu na anafanya hii kwa ajili ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu, watu wa aina hii wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii. Na hao ndio ni watu ambao maombi yao yanapokelewa na Mwenyezi Mungu, na hawa watu wanahesabiwa pamoja na wale watu kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba nafsi zao zinatakaswa, na wao kwa kutakasa nafsi zao wanapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wao wanakuwa miongoni mwa wale wanaotaka kuleta utawala na amri ya Mwenyezi Mungu hapa ardhini. Mwenyezi Mungu anataka kwamba upendo, udugu na mapenzi na unyenyekevu uenee duniani, na mema ya kila aina ipatikane duniani, na maovu yaishe, na mashetani wakuolewe katika shetani. Kwa kufata amri za Mwenyezi Mungu mtu anaweza kufanya dunia hii iwe amani na usalama na sura ya pepo. Na kwa ajili ya kazi hii Mwenyezi Mungu anatuma mitume wake, na kwa ajili ya kufanya kazi hii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja ili afundishe dunia jinsi gani inaweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, ili aweze kuifahamisha dunia hii kwamba ikiwa mnataka kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya hii kwanza mnatakiwa vitendo vyenu viwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu, na hivi mufanye dunia hii kuwa pepo, na mujitahidi kuingia na kuwa pamoja na wale watumishi Mwenyezi Mungu. Kwao Mwenyezi Mungu anasema fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yani njoo karibu na uje na uingie pamoja na watu wangu na uingie katika pepo yangu. Basi Ramadhan ambayo ndani yake Mwenyezi Mungu anatupatia bishara kwa kumpitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba milango ya moto inafungwa na milango ya pepo inafunguliwa, na Mwenyezi Mungu anakuja karibu. Mwenyezi Mungu yupo kila mahali, na ikiwa imesema kwamba anakuja karibu sana katika mwezi, maana yake ni kwamba ikiwa tunafanya vitendo vizuri anatupatia ujira wake na anapokea maombi yetu. Basi kila anayedai kwamba yeye ni mwaminio, na kila mwanajumuiya ambaye ni Muislamu haswa, yeye ambaye kwa ajili ya kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu alifanya bayati ya mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye kwa kuzingatia amali zake na kwa kuacha kibri na majivuno katika jamii yake, katika nyumbani kwake, katika mazingira yake, kwa kufanya juhudi ya kuondoa fitina na fisadi, anatakiwa asambaze amani na usalama. Kuhusu hii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitupatia mfano wake mwema, na wakati mbalimbali alitusihi pia kuhusu hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu amesema mufuate unyenyekevu kiasi hiki, kwa msiwe na majivuno na kiburi hata kidogo. Kwa ajili ya kujua hali hii hakuna kipimo cha nje, bali kila mtu ikiwa yeye kwa kweli kweli anadai kuwa mwaminio, yeye katika hali hii anatakiwa ajichunguze mwenyewe, achunguze amali zake mwenyewe. Yeye anaweza kueleza na kusema kwamba je, yeye hana kibri, yeye hana kibri ya familia, yeye je hana kibri kwa sababu ya mali, au je yeye hana kibri kwa sababu watoto wake ni wasomi sana, je yeye hana fahari kwa sababu ya kuwa na elimu, na yeye hana fahari kwa sababu ya kuwa mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwarabu hana ubora juu ya Mwajemi, wala Mwajemi hana ubora juu ya Mwarabu.
na hii si fahari kwa ajili yake kwamba yeye ni mwarabu au mwajemi. Kitu hasa ni uchamungu, na ikiwa mtu anakuwa na uchamungu yeye hawezi kuwa na fahari. baadhi wakati fahari ya elimu inazidi kiasi hiki kwamba mwanadamu anakuwa mbali kwa dini. Angalieni mtume saa sallam alikuwa mnyenyekevu kiasi gani wakati kwa amri ya Mwenyezi Mungu alipotangaza kwamba ana sayyidu wuldi adam, yani mimi ni kiongozi wa watumishi wote, wanadamu wote. Hii ilikuwa cheo alichokipewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kupata cheo hiki ambapo mtu mwingine hawezi kufika, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatangaza ubora mwingine. Anasema kwamba wala fahari, yani mimi sina fahari kwa sababu ya hii kwamba mimi ni kiongozi wa wanadamu wote, kwa ajili ya kuondoa ufisadi na kwa ajili ya kuleta upendo katika jamii. Natoa mfano mwingine wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati fulani Myahudi mmoja alijaribu kuthibitisha kwamba Musa alayhi salam ni mbora zaidi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Muislamu akasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa manabii wote. Kwa sababu ya hii yule Myahudi alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba mimi nimeudhika kwa sababu ya neno haya ya Muislamu, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba msinipatie ubora juu ya Musa alayhi salatu wasalam. Huu ni mfano mwema ambao kwa kutumia mfano huu amani katika jamii inaweza kupatikana. Vile vile ni jibu kwa ajili ya wale wanaoleta shutuma dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa ajili yake yeye amani ya dunia inakosekana. Vile vile ni mfano mwema kwa ajili ya wale pia ambao kwa jina lake wanafanya dhuluma duniani. Lakini sisi tunaodai kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam siku hizi katika dunia hii tumepewa jukumu la kufuta mashutuma za maadui hawa wote. Ikiwa tunadai kwamba sisi ni Waislamu haswa, tunatakiwa tuwe mfano wa mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunaamini ikiwa mambo haya upande mmoja yatatupatia ukaribu na Mwenyezi Mungu, vile vile sisi kwa kusambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam tutakuwa viongozi wa dunia hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutusihi wakati fulani alisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye anafuata unyenyekevu kwa ajili yangu, na kwa kusema hii aliweka mkono wake juu ya ardhi. Mwenyezi Mungu anasema mimi nitamnyanyua sana, na kwa ajili ya kuonyesha kiasi gani atanyanyua aliinua mkono wake juu sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi yule anayekuwa mnyenyekevu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na anachukia kibri kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, yeye anaondoa begu za fitina katika jamii ili amani na usalama upatikane katika jamii. Mwenyezi Mungu anamnyanyua kiasi hiki kwamba inakuwa nje ya mawazo na makadirio ya binadamu. Siku hizi za Ramadhan Mwenyezi Mungu ametupatia kwa ajili ya kurekebisha hali yetu. Kama nilivyosema, katika siku hizi tunatakiwa tuchunguze amali zetu na vitendo vyetu kwa kumaliza fitina na ikhtilafu ya nyumbani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kila mwanajumuiya anatakiwa alete amani na usalama katika jamii, na kwa kuondoa fitina na ikhtilafu za udugu msingi wake unakuwa juu ya kibri
kwa ajili ya kuondoa hali hii kila mwanajumuiya anatakiwa alete amani katika jamii, na kwa kufuata subira tunatakiwa tufanye dua kwa ajili ya dunia ili dunia isalimike katika ufisadi. Huzuru anasema kwamba sisi tunazungumza sana kwamba tulete amani na mapenzi duniani, lakini ukweli wake unajulikana na unapatikana wakati sisi tunapojiingiza katika hali hii, na sisi kwa kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sisi tunafanya juhudi kwa ajili ya kuleta amani na upendo duniani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametuamuru. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutusihi anasema kwamba nasihi jumuiya yangu kwamba muipukane na kibri, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaichukia sana kibri. Mtu ambaye hataki kumsikiliza nduguye kwa unyenyekevu, yeye ana kibri. Mujitahidi msiwe na aina yoyote ya kibri ndani yenu, ili isije mkaangamia, ili mupate okovu. Muiname mbele ya Mwenyezi Mungu, na nyinyi mpende Mwenyezi Mungu zaidi kuliko vitu vyote. Na kadiri mtu anaweza kumpenda mtu duniani, mtu mwingine mumpende Mwenyezi Mungu zaidi yake, na muogope Mwenyezi Mungu. Muwe na mioyo safi na mwenye nia safi, na muwe wanyenyekevu na bila kuwa na shari, ili murehemevu. Hazur anasema hii ndiyo ni hali kila mmoja wetu anatakiwa awe na hali hii katika siku hizi za Ramadhan. Kwa kufanya juhudi, kila mmoja anatakiwa aondoe kibri yake, na anatakiwa alete amani na usalama, na kwa ajili ya hii anatakiwa afanye maombi sana. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema sehemu nyingine kwamba hii si mwenendo wa Mwenyezi Mungu, kwamba yule ambaye anaanguka mbele yake kwa unyenyekevu Mwenyezi Mungu amdhalilishe na amwangamize. Yule anayemjia Mwenyezi Mungu yeye hapotei. Tangu dunia imezaliwa hamwezi kupata hata mfano mmoja kwamba mtu fulani alikuwa na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, lakini yeye hakufaulu katika maisha yake. Lakini sharti ni kwamba mtu awe na uhusiano maalum bila kuwa na mchanganyiko ya dunia, na yeye asilete matamanio ya nafsi zake mbele ya Mwenyezi Mungu, na yeye asitangulize tamaa za nafsi. Na kwa ajili hii anamuomba Mwenyezi Mungu, bali amesema kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu ainame mbele ya Mwenyezi Mungu, na yule ambaye anainama hivi mbele ya Allah yeye hapati udhia wowote, na yeye anapata njia katika kila udhia, kama anasema Mwenyezi Mungu, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Hapa rizq mradi wake si chakula tu, bali heshima na elimu na mambo haya yote yapo ndani ya rizq ambayo mwanadamu anataka. Sayyidina Mtume anasema kwamba yule ambaye anajenga uhusiano wake na Mwenyezi Mungu hata kidogo, yeye hawezi kuangamia. Kisha anasema mwanadamu ambaye ni kiumbe mnyenyekevu, kwa sababu ya vitendo vyake anaona kwamba yeye ni mkubwa, anakuwa na kibri na majivuno. Madamu mtu hajioni kwamba yeye ni mdogo mbele ya Mwenyezi Mungu, hawezi kupata okovu. Anasema Sayyidina al-Islam Kabir amesema sawa katika shairi lake la Kiajemi, yani ni shukrani ya Mwenyezi Mungu kwamba tulizaliwa katika nyumba ndogo. Ikiwa tungezaliwa katika nyumba kubwa tusingepata okovu. Watu walipokuwa wakijisifu kwa sababu ya kuwa wakubwa, na Kabira alikuwa ana mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye amezaliwa katika nyumba ndogo.
kila moja hata kama anakuwa katika familia kubwa sana, lakini anapojiona kama anakuwa na macho ya kiroho, atajiona kwamba yeye ni mdogo kuliko viumbe vyote. Basi sharti ni kwamba mtu awe na macho ya kiroho na awe na tabia ya kujichunguza na awe na tabia ya kujitambulisha. Katika hali hii kibri haiwezi kupatikana. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba madamu hamtendei vizuri mwanamke mzee ambaye hana uwezo, kama anamtendea mtu mtajiri na yeye hajitahidi kujiepukana na majivuno na kibri, yeye hawezi kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema kwamba hii ndiyo ni hali tunatakiwa tupate. Sisi tunadai kwamba tutaleta ufalme wa Mwenyezi Mungu kwa kusambaza dini yake duniani. Katika hali hii, ikiwa sisi ni wa kweli katika madai yetu, katika hali hii tunatakiwa hali yetu iwe ya aina hii kwamba sisi kwanza wenyewe tuingie katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema, ikiwa kuna kibri na hakuna tabia ya kuchunguza amali zake, na ikiwa mnaona kwamba nyinyi ni wakubwa kuliko wengine na mna kibri ya aina yoyote, katika hali hii nyinyi hamwezi kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Basi siku hizi ambazo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu ni siku za kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu, na vile vile ni siku za kupokelewa mambo yetu, katika siku hizi tunatakiwa tuzingatie mambo haya yote. Yeyote ambaye anakuwa na fahari kwa sababu ya jambo lolote au kitu chochote kinachokuwa kizuizi katika unyenyekevu yetu na kinazuia kwamba tuongeze unyenyekevu wetu, au kitu chochote kinacholeta uvurugu duniani, sisi kwa kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu na kuinama mbele yake tunatakiwa tuondoe kitu kile, ili sisi tuwe wenye kuleta amani duniani badala ya kuleta fitina na ufisadi duniani. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutekeleza haki na kwa ajili ya kusambaza usalama na kwa ajili ya kujiepukana na kibri, sehemu nyingine ametoa amri katika maneno haya. Amesema, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jar zil qurba wal jar al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yani, maabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote, na wafanyieni hisani wazazi na pia jamaa za ukoo na yatima na maskini na jirani miongoni mwa jamaa na jirani ambaye si jamaa na rafiki aliye kando yako na msafiri na wale ili wamiliki mikono yenu ya kuume. Bila shaka Mwenyezi Mungu hampendi mwenye kiburi ajivunaye. Katika aya hii ibada ya Mwenyezi Mungu na baada ya ushirikina, Mwenyezi Mungu amekumbusha kuhusu haki kadhaa. Ramadhan ikiwa upande moja inatukumbusha kuhusu ibada, vile vile inakumbusha kuhusu kutekeleza haki za jamii. Basi katika siku hizi za Ramadhan kutekeleza haki hii pia ni jukumu la mwaminio. Ikiwa mtu anazoea katika mwezi huu, anaendelea na tabia hii hata baada ya Ramadhan, kwa sababu hizi ni siku ambazo zinatusaidia kwa ajili ya kutuzoesha. Ikiwa sisi hatutekelezi haki hii, ibada
haiwezi kumpatia mwaminio lengo la ramadhan. Lengo la ramadhan hasa ni kwamba mabadiliko mazuri ya tunayoleta katika maisha yetu yawe sehemu ya maisha yetu. Kuna ibada, tunapofanya ibada katika mwezi huu, basi tuendelee kufanya ibada hizi katika maisha yetu. Ikiwa tunatekeleza haki za wengine katika mwezi huu, basi tuendelee kutekeleza katika maisha yetu yote. katika riwaya moja inapatikana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutekeleza haki za watu na kwa ajili ya kuwasaidia maskini, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa kiasi hiki kwamba hali yake ilikuwa zaidi ya upepo kali. Katika siku za kawaida mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisaidia kiasi hiki kwamba mtu mwingine hawezi kumfikia, lakini katika Ramadhan alikuwa akizidisha hali yake hii. Ilmuradi ni kutekeleza haki za watu. Kwazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha, na hii inaweza kufanywa kwa kuwasaidia kwa mali na vile vile kuzingatia mahitaji yao mengine yote. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi waamini kwamba wao wanatakiwa wazingatie sana kitu hiki, na vile vile ni amri ya Mwenyezi Mungu pia, ingawa kama nilivyosema amri hii ni kwa ajili ya mwaka mzima, lakini kama nilivyoeleza kwamba katika Ramadhan tunazingatia sana mema, au tunatakiwa tuzingatie sana mema. Ndiyo maana katika siku hizi za Ramadhan tunatakiwa tuzingatie sana kuhusu kutekeleza haki hizi. Kisha ikiwa tunazoea hii, itatusaidia kwamba tutazoea katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu kwa kueleza lengo la binadamu, yani lengo la kuumbwa kwake ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Baada ya hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba mwanadamu anatakiwa atekeleze haki za watu wengine, na anatakiwa afanye hivi. Ikiwa mtu hatekelezi haki hizi zote mbili, mtu huyu hawezi kuwa mwaminio, bali atahesabiwa pamoja na wale wanakuwa na kibri na majivuno. Basi Mwenyezi Mungu anamtegemea kila mwenye kufanya ibada, na anamamuru yule atekeleze haki zote kwa kuwa na unyenyekevu. Mtu asione kwamba kutekeleza haki ni sifa kubwa sana. Kutekeleza haki si sifa, bali ni jukumu la kila mwaminio, na kwa kutekeleza jukumu hili ibada zinakubaliwa. Kama ni wazi katika aya hii kwamba kuna haki za wazazi na haki za jamii na haki za mayatima na haki za maskini. Vile vile ni haki za jirani za jamii ambao wako katika ukoo, na wale watu wanaokuwa marafiki vile vile kuna haki zao pia. Kuna haki za wasafiri na wale ambao tunaowaangalia na wanatutegemea, wao pia wana haki. Kana kwamba katika aya hii moja Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba tuzingatie haki za viumbe vyote, na ametuamuru kwamba tunalazimika kutimiza haki zao. Kuhusu haki za wazazi, Mwenyezi Mungu ameeleza sehemu nyingine pia katika Qur'an tukufu kwamba tuwapende, tuangalie. Hii ni jukumu la watoto, na hii si ihsani. vile vile ni haki za jamaa wa karibu.
ikiwa mume na mwanamke wanatimiza haki za majirani, kwayo Mwenyezi Mungu ametoa amri kwamba mutimize haki za jamaa wenu. Katika hali hii fitina na vurugu itakwisha na mapenzi na upendo utapatikana katika jamii. Katika nyumbani ambapo kuna vurugu, wanatakiwa wao wazingatie jambo hili katika siku hizi, na badala ya kuwa na kibri na majivuno wanatakiwa wajaribu kurekebisha hali ya nyumbani kwao. Kisha kuangalia mayatima pia ni jukumu kubwa sana. Tunatakiwa tuwafanye ili wawe watendaji wazuri wa jamii. Na kuhusu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alisihi kiasi hiki kwamba alisema, yule ye mwangalia myatima, yeye na mimi tutakuwa pamoja peponi, yani tutakuwa karibu sana. Basi wanajumuiya wanatakiwa wazingatie umuhimu huu pia, na kwa ajili ya kuangalia mayatima wanatakiwa watoe mali yao. Katika nidhamu ya jumuiya mpango huu umepangwa. Kisha kuna haki za masikini na wenye mahitaji, vile vile ni kuna mahitaji ya matibabu na elimu, na kuna mahitaji ya ndoa. Jumuiya kwa ajili ya kutimiza mahitaji haya yote imeanzisha fund fulani. Wale ambao wanao uwezo wanatakiwa watoe katika fund hii. Kisha Mwenyezi Mungu anasema mutimize haki za jamaa zenu na haki za jirani. Miongoni mwa hawa ni wale wote ambao ni jamaa na wale ambao ni jirani wanaoishi karibu nyenu, kisha wale wote ambao ni marafiki. Na vile vile amesema muangalie na muwatendee vizuri wale ambao nyinyi hamwajui, yani wale ambao si majirani wa karibu bali ni majirani wa mbali. Tunalazimika kuangalia na haki zao na kuwatendea vizuri. Na wale majirani pia ambao sisi hatuna uhusiano mzuri nao, tunatakiwa tuangalie hawa pia. Haya ni mafundisho ambayo yanaleta amani na upendo duniani na yanaleta usalama. Vile vile Mwenyezi Mungu amesema tuangalie haki za marafiki na wasafiri. Katika maneno haya Mwenyezi Mungu ametanguliza haki hizi juu ya haki za mume na mwanamke, na amesambaza haki hizi kwa ajili ya marafiki na wale wanafanya kazi pamoja nanyi, na vile vile juu ya wasafiri pia. Kisha kwa kusema mama alakat emanukum, amesema kwamba wale wote ambao wanategemea juu yenu pia mutimize haki zao. Amesema ikiwa nyinyi hamtekelezi haki hizi, basi nyinyi mna kibri ambayo Mwenyezi Mungu hapendi. Haya basi ni mafundisho mazuri ya Islam kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa ajili ya kutekeleza haki za watu wote. Basi ikiwa sisi tumebahatika kupata siku hizi za Ramadhani ambazo ni siku za kuleta karibu na Mwenyezi Mungu, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe amekuja karibu nasi na anataka kuwapatia na kuwajalia wale watu wanaotekeleza haki zake, yani wanatekeleza haki za ibada na vile vile wanatekeleza haki za watumishi wake, viumbe vyake. Basi kama aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi kwa kuwa na unyenyekevu tunatakiwa tuzingatie na tutekeleze haki hizi zote. Siku hizi za Ramadhan kwa sababu ya mazingira maalum zinatukumbusha kuhusu kutekeleza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na vile vile zinatukumbusha tufanye wema mengine pia katika siku hizi. Katika siku hizi tunatakiwa tupate faida sana. Ikiwa tunataka ibada yetu ikubaliwe, kwa ajili ya hii tunalazimika kutekeleza haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa nyinyi mnataka kwamba Mwenyezi Mungu awe radhi juu yenu kuko mbinguni, nyinyi muwe pamoja kama ndugu wawili waliozaliwa katika tumbo moja. Anasema juu yenu, juu ya wake zenu na
juu ya ndugu zenu murehemu ili nyinyi pia murehemevu huko mbinguni. Nyinyi muwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili yeye pia awe kwa ajili yenu. Amesema anayetaka kuongeza maisha yake anatakiwa afanye kazi mema na aifaidi viumbe vya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pamoja na ibada yake atujalie tuweze kutekeleza haki za viumbe vyake pia, na sisi kwa kweli kweli tuwe watumishi wa Mwenyezi Mungu na tuweze kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani, na kisha ukaribu huu uwe sehemu ya maisha yetu. Hazur nasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ya ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya Bi Hidayat Bibi Sahiba, mke wa Umar Ahmad Sahib marehemu Darwesh wa Qadian. Tarehe 4 wa Juni 2015 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aliishi kwa subra sana katika maisha yake ya darweshi. Alikuwa akiswali sala na kufunga saumu. Alikuwa akipenda sana Qur'an tukufu. Alikuwa mwanamke mwema sana. Aliwasomesha watoto wengi sana Qur'ani tukufu pamoja na tafsiri yake pia. Alikuwa musia, ameacha binti moja na watoto wa kiume wawili. Mtoto wake mkubwa amestaafu katika huduma ya jumuiya na mtoto mwingine anatoa huduma katika jumuiya. Binti yake anaishi katika Rabwa. Jeneza ya pili ambayo ni ghaib ni ya bwana Moli Muhammad Masakib Sahib, bashiri wa jumuiya. Alikuwa mwalimu wa Jamia Ahmadiyya ambaye tarehe 18/2015 katika umri wa miaka 98 alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mjukuu wa Mwalimu Abdullah Sahib aliyekuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa mtoto wa Hakim Abdul Aziz Sahib aliyekuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Alisoma katika shule ya msingi katika kijiji chake. Baadaye alihamia Qadian na kule alipata elimu katika Jamia Ahmadiyya. Alitoa maisha yake wakfu. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alimtuma pamoja na Mark Shafur Rahman Sahib katika madrasa ya Al Hadith kwa ajili ya kupata elimu. Katika madrasa ya Deoband katika Lahore pia alipata elimu. Alipata nafasi ya kutoa huduma yake katika ofisi ya wasiyat. Jamia Ahmadiyya ilipoanzisha katika Pakistan, Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alimteua kuwa mwalimu pale. Miaka 40 alifundisha fika na hadith katika Jamia Ahmadiyya. Alifanya tafsiri ya sehemu moja ya kitabu cha fika kitwacho Baghayatul Walaya katika lugha ya Kiurdu. Vile vile katika Darul Qadha Rabwa aliwahi kuwa kazi, na mwaka moja alikuwa nazim wa Darul Qadha. Alikuwa mtu mwenye kufanya maombi sana na mnyenyekevu sana na mwenye tabia nzuri sana. Wafundishaji wake wengi sana duniani wanaendelea kutoa huduma katika jumuiya. Marehemu alikuwa musi, ameacha mabinti 7 na watoto wa kiume 4. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema na amghofirie na amrehemu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر